Kwanza nashukuru kwa kupata bahati hii ya kuja kuangalia uzinduzi bora, na nitumie nafasi kuwapongeza viongozi wetu wa Dar es Salaam Africans, yani kwa ujumla wote. Pia na kumshukuru aliyekuwa kocha wa Mamelodi Sundowns kwa kufika hapa kwa ajili ya kufanya uzinduzi huu ambao ni uzinduzi mzuri. Nimeupenda kiukweli, na hii itakuwa ni sehemu ya mfano wa kuigwa. Tunatakiwa Tanzania kuwa na vipaji vingi sana. Tunatakiwa kuviendeleza vile vipaji. Mimi mara nyingi sana nimekuwa nikipata nafasi ya kuona vipaji vingi mtaani. Mara kadhaa, takriban vijana wawili watatu nimewapeleka katika kikosi B cha Dar es Salaam Africans, wakafanywa majaribio, mmoja alibaki, mwingine hakubaki. Lakini pia sasa unaona kuna ongezeko la vijana wengi mtaani ambao wana vipaji. Ukiwaona kwenye ile michuano ya Ndondo Cup, unaona kijana ana kipaji, lakini kipaji chake bila sapoti kinakwenda kuisha, mwisho wa siku anakuwa bodaboda. Kwa hiyo kwa namna hii tuwapongeze viongozi wa Dar es Salaam Africans, ni jambo kubwa sana limefanyika. Hili litakuja kuokoa ajira kubwa ya vijana, litakuja kuokoa vijana wengi ambao wana vipaji na kuendelea kukaa mtaani. Tuwapongeze sana, ni jambo kubwa sana. Naamini wazazi sasa wataanza unaona. Kwa hiyo kwangu mimi niseme na wazazi kwamba kwa hili lililofanyika sasa tutaenda kuokoa vipaji vingi ambavyo viko mtaani, vijana wengi sana ambao wako mtaani. Naamini sasa itakuwa ni sehemu ya kwenda kutibu ndoto zao kwa ajili ya kuonyesha vipaji. Na tumemsikia president akisema kwamba itakapokuwa imefikia wakati wa kiwango kizuri cha mtoto na akaonyesha uwezo mkubwa, basi hili jambo basi atapata faida kubwa sana. Mtoto huyu anaweza akachukuliwa na Dar es Salaam Africans, menelewa, mwisho wa siku akajiunga na timu kubwa. Na ni kitu ambacho mimi nimekipenda sana, kwa sababu wapo vijana wengi, na nitoe rai kwa wale wazazi ambao wako mikoani, kwa sababu tunaamini kuna vipaji vingi sana mkoani. Kiwango cha ada kilichowekwa, kama mzazi una kipato cha kutosha, basi unaweza ukajiandaa ukamleta mtoto wako ukamweka katika soccer school akaweza kupata mafunzo. Nimeona kuna walimu wengi wazuri wanafundisha vizuri, tumeweza kuona vijana wakilisakata soka vizuri. Kwa hiyo itakuja kusaidia kuondoa ile vijana wengi kukaa mtaani. Kwa hiyo tuwapongeze sana viongozi wetu kwa kazi kubwa ambao wameifanya. Naamini nami nimepata nafasi kubwa, nitamleta na mimi kijana wangu. Na mnaamini ya kwamba mnakwenda kutengeneza wakina Pacome wengine, kina Clement Mzize wengine, wakina Maxim pia Nzingeli wengine, kwa kupitia projekti hii ambayo mmeianzisha? Tunakwenda kutengeneza. Naamini kabisa kuna vipaji vitaonekana vingi sana. Kwa sababu kama tumeweza kumuona Clement Mzize akitokea katika soka la mtaani, tumeweza kuwaona wengine mfano kama Idi Nado. Idi Nado amepatikana kama sikusahau amepatikana kwenye michuano Ndondo Cup. Kutokea Mbeya City. Yes, sawa, lakini ni vipaji ambavyo vilikuwa viko mtaani. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tunategemea kuviona huko baadaye. Yes. Bwana, tutoke huko turudi huko kwenye michuano ya kimataifa sasa. Tuanze kuigusia Young Africans. Mmejipangaje hasa? Japo pia kuna taarifa nyingi mbalimbali zilikuwa kutoka kwa watu wako wa karibu, wanasema wewe haiwezekani kuvuka maji kuelekea pale nchini Zanzibar, visiwani Zanzibar. Kwanza niseme kitu kimoja, nizungumze na mashabiki wa Dar es Salaam Africans. Kumekuwa kuna mambo mengi yanaendelea mpaka sasa hivi ambayo sio mazuri, ya kuichafua klabu yetu, na wanaoichafua klabu yetu ni wale ambao wanatumika. Ni wale ambao wanatumika kuichafua klabu yetu, na hawa watu utawaona kwenye nyakati fulani. Kwa mfano, hichi ni kipindi cha timu zetu kwenda kushiriki michuano ya klabu bingwa hatua ya makundi. Kuna kucheza home and away. Hichi ni kipindi watu wanatafuta kusafirishwa kwenda katika nchi mbalimbali kwa ajili ya kwenda kushiriki au kwenda kuangalia burudani. Mfano nikimzungumzia mtu kama Fridge Meno Mabovu. Mimi napenda kumuita Fridge Meno Mabovu, na nimzungumzie na nimpe onyo, kwa sababu mimi ni nahodha wa mashabiki. Nampa onyo kwa sababu Fridge
amekwenda kuwaataki watu tofauti tofauti, akiwemo mwenyekiti wa influencer Godi Yanga. Sijapenda kumwataki mwenyekiti wa influencer, sijapenda. Kwa hiyo niwaambie wana Dar es Salaam Africans, huyu ni miongoni mwa watu ambao wanaotumika. Friji Meno Mabovu ni mtu ambaye anatumika kwa ajili ya kuichafua Dar es Salaam Africans kwa maslahi yake, ili apate kusafirishwa kwenda katika michezo ya Simba. Tumeona kuna watu walikuwa wanatumika kuchafua Dar es Salaam Africans. Kuna huyu Friji Meno Mabovu na kuna mtu mwingine anaitwa Farhan. Hawa wote walisafirishwa kwenye michezo ya Simba kwenda South Africa, kwenda katika sehemu mbalimbali. Walitumika kuichafua Dar es Salaam Africans ili wapate kusafirishwa. Kwa hiyo tuambie mashabiki na wanachama wa Dar es Salaam Africans, hawa watu wapuuzeni. Wapuuzeni kwa sababu wanatumika, wayafanye haya ili wapate kusafirishwa. Sasa hivi ameongezeka mtu mwingine anaitwa Dosa. Huyu Dosa kimefanyika kikao kizito. Msemaji wa 6 mfululizo amemweka kikao Dosa akishirikiana na watu watatu. Kuna mtu mmoja tajiri anaitwa Kenny, anapatikana Marekani. Kuna mtu mwingine anaitwa Doto Dennis. Huyu ni mtu wa Burundi lakini yuko Marekani. Hawa wote wanatumika. Hata tajiri anayefyatua jezi naye anahusika katika kumtengeneza Dosa aweze kutuchafua, aweze kuisema klabu vibaya. Mtakuwa mashahidi kupitia kwenye chombo kimoja cha habari, ameonekana Dosa akimshukuru msemaji wa 6 mfululizo, ameonekana Dosa akimshukuru mwenyekiti wa 6 mfululizo, ameonekana Dosa akiwashukuru viongozi wote wa 6 mfululizo. Nini maana ya kuwashukuru viongozi wale? Kwa sababu wamempa dili. Lakini nimwambie Dosa, Waswahili ama Waarabu wanasema wafadhilaka pundaka, ukishaota meno juu utamtaka. Maana yake ni kwamba ufadhilike. Dosa juzi taarifa zake tunazo. Dosa ameonekana stesheni bandarini, ameonekana bandarini akiwa kwenye foleni ya watu waliokuwa wanapanga foleni kumsubiri Gharibu GSM atoke kwenye shughuli zake ndani mule bandarini ili aweze kuokota. Na taarifa nilizonazo Dosa kaokota. Yaani kamsubiri GSM kwenye foleni jua kali, Dosa kaokota. Kapewa takriban 200,000. Alafu bosi anampa ile fedha na anamwambia haya kaendelee kusema. Upewe nini? No one like GSM. Lakini tukirudi kwenye mpira hasa. Naam. Mechi yenu inayofuata dhidi ya Farabat na kundi lenu kwa namna lilivyo, Yanga iko vipi sasa? Tukiachana na hizi kelele za nje ambazo zinakuwa zinaendelea. Ya, ni kweli. Yanga katika grupu letu hatuwezi kudharau grupu. Ni grupu ambalo limebeba taswira kwangu mimi. Limebeba timu ambazo zinaweza kuja kuibuka kuwa mabingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Ni kundi ambalo lina timu zinazowakilisha ubora wa virabu katika mabara ya Afrika. Nikiwa na maana National Ahli. Ligi namba 1 katika Afrika ni Misri. Ligi namba 2 inatoka Morocco ambapo kunapatikana FAR Rabat. Ligi namba 3 ni Algeria ambako wanapatikana JSK. Ligi namba 4 ni South Africa, namba 5 ni sisi. Kwa hiyo South Africa hatuko naye kwenye kundi, lakini namba 5 sisi tuko kwenye kundi. Unaweza ukaona ubora wa virabu vyetu na ligi zetu. Kwa hiyo tunakwenda kupambana nao tukiwa kama mabingwa wawakilishi kwenye michuano ya klabu bingwa, tukiwa tuna kikombe kwenye ardhi ya nyumbani kinachotuwakilisha. Light CAF wangesema kwamba wanatakiwa kwenda mabingwa, ina maana hata Simba singekanyaga mguu, tungekwenda sisi kwa kuwa tuna kikombe. Kwa hiyo ninachotaka kusema, tunakwenda tukiwa tuko imara, tunakwenda tukiwa na mipango ya kwenda kupata alama 3 kwenye ardhi ya nyumbani pale New Amani. Hatuwezi kwenda kinyonge, tunatambua uwezo wao, ubora wao na tunawaheshimu, lakini maandalizi makubwa yatafanyika kwa lengo la kupata alama 3 kwa sababu Mwarabu yeyote anafungika na inawezekana. Wapo wanasema Yanga inasuasua, lakini kwa maana kwamba bado hamjakaa kwenye ule mstari na mna siku chache tu kuelekea mashindano kwanza. Wapo wanaosema Yanga inasuasua, ni waondoe shaka, ni watoe hofu. Mwanzo
kama uliifuatilia mechi ya Dar es Salaam Africans na Mtibwa Sugar, namna ambavyo mwalimu alivyoanza kazi rasmi pale, unaweza ukaona kitu ambacho alikifanyia mabadiliko cha ghafla sana. Kwangu mimi niliona kweli huyu mwalimu sumu yake inaanza kufanya kazi. Ukimwangalia mwalimu alifanya sabu ya Lasini Kouma, alifanya sabu ya Celestine Ekue. Walivyoingia walikuja wakafanya mabadiliko makubwa ya mchezo kiasi kwamba tukapata ushindi wa goli 2. Kwangu mimi niliona ni mwalimu ambaye sumu yake inaanza kufanya kazi taratibu. Ni waondoe shaka wana Dar es Salaam Africans. Mwalimu sumu yake ya pili tulikwenda kuiona kwenye mchezo dhidi ya KMC. Dakika 45 za kipindi cha pili unaweza ukaona sabu zake zilivyokuja kuzaa matunda kwenye mchezo ule, tukapata goli 4. Kwa hiyo niwaambie burudani ilikuwa inakuja taratibu kutoka kwenye 2 mpaka kuja kwenye 4. Ina maana Yanga yetu ya dozi tayari kwenye mikono salama kwa mwalimu. Ndio, yani ubora wa Dar es Salaam Africans. Ndio nakwambia sasa. Ubora wa Dar es Salaam, wale ambao wanaikatia tamaa, unaweza ukaona kwenye zile goli 2 imepanda mpaka kufikisha goli 4. Ina maana namaanisha kwamba sumu imeanza kuingia vizuri, wachezaji wanaanza kufanya vizuri, Yanga yetu inaanza kurudi. Tulimisi sana Yanga ya goli 4. Natamani kuona kipigo cha KMC kinahamia New Amani. Farabat anapigwa chuma 4 safi. Ili zile chuma 4 zikishaingia, basi tuseme kwamba wananchi tumefurahi na hatuhitaji kupongezwa na wale wanafiki waliokuwa wakisema Yanga hii hivi, Yanga hii vile. Kwa hiyo tuondoke na kuamini ya kwamba Young Africans anafuzu ndani ya kundi hili. Young Africans anakwenda kufuzu hatua ya robo finali. Navyoona mimi, navyofahamu mimi na maandalizi yaliyopo, tunakwenda kuingia hatua ya robo finali. Umeelewa? Tutakwenda Zanzibar inshallah kwa uwezo wa Mungu. Na mkamfikishie taarifa Dosa kwamba wewe unayesema mimi siwezi kwenda Zanzibar, siwezi kwenda, inshallah kwa uwezo wa Mungu nitakwenda. Bwana, sio ndugu yako Simba naye anacheza Petro Atletico de Rwanda. Na uwezekano timu zote mbili za ligi ya mabingwa zikavuka robo finali. Kwangu mimi nisiwe mnafiki, simuoni Simba akiingia hatua ya robo finali. Simuoni kwa sababu ya namba zake kumbeba. Kwa mfano, wanakuambia wataalamu, hata mimi nikiwemo kama mtaalamu, matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani yakikupa alama 3, basi moja kwa moja wewe una uhakika wa kuweza kutoboa. Sababu ukipata alama 3 nyumbani ni alama 9. Unaweza ukaforce kupata hata sare nje, ikakuvusha kaenda. Lakini tumemuona Simba huyu kwenye raundi hizi mechi za mwisho 2 ameshindwa kupata matokeo tena kwenye timu dhaifu sana kama Usingizini, ameshindwa kupata matokeo kwenye ardhi ya nyumbani. Kama umeshindwa kupata matokeo kwenye ardhi ya nyumbani, kama umeshindwa kupata matokeo kwenye timu ile kutoka Gaborone, bila shaka nafikiri umeshindwa kupata matokeo kwenye timu zile katika ardhi ya nyumbani, tena almanusura uondolewe na Gaborone, ina maana wewe uwezekano wa kupata alama 3 nyumbani ni mgumu. Kwa hiyo namuona Simba akienda kudondosha alama 6 nje, alama 6 ndani. Yani namuona Benjamin Mkapa akidondosha alama kwa Petro, namuona akidondosha alama kwa Experience ya Tunisia, namuona akienda Tunisia kupoteza tena, na kwenda Petro kule Rwanda kwenda kupoteza tena. Mtazamo wangu inakuwa imeishia hapo, kwa sababu kama umeshindwa kuwa na matumizi mazuri nyumbani unahisi kuelekea kwenye ligi ya mabingwa ya msimu huu, Simba kuna kitu chochote wanaweza wakajifunza Yanga, na Yanga wana kitu chochote cha kujifunza Simba? Simba wanatakiwa kujifunza kutoka kwa Yanga. Kwangu mimi naweza nikasema hivyo, vitu vingi sana. Hata tukio la leo la Soka School ni jambo ambalo wanatakiwa kujifunza, sio kukaa na wachezaji wengi kikosi B lakini wengi wanakuwa na njaa, wanakuwa ombaomba mtaani. Sio sawa. Kitu ambacho wanatakiwa kujifunza kwanza ni kukaa kwa muda mrefu kwenye michuano hii. Nasema hivyo kwa sababu Dar es Salaam Africans tangu tumeingia hatua ya makundi ni mara ya 3 mfululizo. Tofauti na Simba ambaye ameshindwa kujidominate huku. Simba tumemshuhudia akiporomoka kutoka huku na kwenda kucheza michuano ya shirikisho. Kwa hiyo huku maji kujaa. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kiasi gani katika michuano hii amekuja sasa akiwa kama mgeni. Kwa hiyo tunasema Simba kwenye michuano hii ya klabu bingwa msimu huu anakuja kama underdog. Sio, umeelewa vizuri hapo? Akiwa ni mgeni anamkuta Dar es Salaam Africans ambaye ana kiti chake ameshakaa kwenye ardhi ya Tanzania miaka 3 mfululizo. Na nashindwa kuelewa hawa wachambuzi wanampaje Simba nafasi ya juu. Na ili nikwambie kitu kimoja. Kuna watu wanataka kuwaaminisha watu kwamba Simba ana nafasi yake, yani wanamtengenezea mazingira kwamba ana kiti chake kwenye hii michuano ya kimataifa.
ana kiti chake pale kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo wanamtengenezea mazingira mazuri, lakini tuambie kwamba uwezo utakwenda kujieleza uwanjani. Ni nani ambaye atakuwa na wakati mzuri, ni nani atakayekwenda kufanya vizuri. Na nimefurahi sana kuona tunagawanyika, tunatofautiana. Dar es Salaam Africans tunakwenda Zanzibar, Simba anabaki Dar es Salaam. Wakati Simba anabaki hapa, basi akapambane na hali yake. Dar es Salaam Africans tunakwenda Zanzibar, huko tukapambane na hali zetu wenyewe. Niwaambie tu kwamba wanayanga, tunakwenda pale Amani Zanzibar, sisi tunasema pale ni Guantanamo. Kwa hiyo hawa Farabati tunakwenda kuwatia kwenye gereza la Guantanamo. Wakati tunawatia kwenye gereza la Guantanamo, huku tukiwaambia ofisi ya rais wa vilabu vyote barani Afrika iko Morocco, lakini rais mwenyewe mwenye timu yake, rais mwenyewe mwenye vilabu vyake yuko Tanzania. Guantanamo hiyo utoroki, na ukitoroka umekufa. Ukitoroka huko umekufa, ndio ile unasikia wanasema Makonde, ukiinuka Nchale ukikimbia Nchale. Sasa unakimbilia. Shukrani sana. Bwana asante.